Jom TV Online, usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Ndugu zangu, dini ni nasaha. Na tunapozungumza dini nasaha, kwamba kupeana nasiha, kupeana nasaha pale ambapo kidogo palipoonekana watu hawakuelewana, watu hawakufahamiana, ama mtu hajui undani wa jambo, akaeleweshwa, akalifahamu. Huo ndo ustaarabu wetu sisi Waislamu, kwamba kupeana nasaha. Siku kadhaa zilizopita hapo nyuma, tulikuwa tuna mtihani katika msikiti wetu. Mtihani ambao ulizusha mawazo tofauti, ulizusha fikra tofauti, ulizusha pia dhana zilizokuwa tofauti. Kitu ambacho ndugu zangu, kama tunavyojua kwamba hii kanzu kuona imekaa katika mwili inapendeza, kilikuwa ni kitambaa kimoja kikubwa tu, lakini kilichochanwa chanwa kikaungwa mpaka kikaitwa jina kanzu. Kwa sababu nazungumzia mfano wa kanzu na kitambaa, kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa tuna jambo kubwa, lakini kumbe hili jambo kama lisingelichanwa kwanza, basi lisingelikuwa likaeleweka kama hii ni kanzu, dira au deshi. Lakini lilikuwa kubwa, lakini lilipokaa kitako watu wakalichana, wakaliunganisha, kumbe likaonekana kumbe hii ni kanzu. Kwa hivyo katika siku kadhaa zilizopita hapa, tuliona katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, kupitia msikiti wetu huu, kila mtu akiwa na dhana tofauti kwa mwenziwe. Sisi watu wa msikiti tunalalamika, ulalamikaji wetu tumefanyiwa sivyo, lakini na yule ambaye tunamlalamikia naye vile vile na tutuhumu kwamba na sisi tumekwenda sivyo. Kwa kuwa nilianza dinu nasiha, ustaarabu wetu sisi ni Uislamu ni nasaha. Katika pande zote mbili ambazo tayari zilikuwa zinaonekana kama kutupiana maneno ama kuvutana, za Waislamu katika msikiti huu na watu wa mamlaka, ilifika pahala kwa kuwa sote ni Waislamu tukapeana nasaha. Kilichokuwa hakijulikani, watu wakafahamishana, walivyofahamishana wakaelewa. Lakini pale mwanzo kulipokuwa hakujafahamishwa jambo lolote, kulitoka maneno makali sana katika baadhi ya pande, kwa sababu kilichokuwa kinazungumzwa hapa kilikuwa kinagusa imani. Na kama tunavyojua, imani ni kitu kibaya sana. Mtu mchezee kila kitu, lakini usichezee imani. Lilipokuja ombwe la kwamba msikiti ushavunjwa, mimi nilipigiwa simu kama saa 6 hivi za usiku, lakini baada ya kuipokea nililia. Ukiniuliza na lilia nini, kwani msikiti ni wangu? Lakini imani vile nilivyolipokea lile jambo na vile nilivyoleta zile reaction katika mwili wangu, nilijua mimi mwenyewe nilipokea vipi. Lakini hali kadhalika na mwingine vile vile alivyolipokea tutakuwa tunajua. Kwa maana hiyo kila mtu alilipokea vile anavyojua yeye mwenyewe. Ikafika pahala kila mtu akawa anazungumza yeye mwenyewe anavyojua. Tukiangalia kama mnavyojua, yajua utandawazi katika mitandao ya kijamii, kila mtu akanatupa dongo tu siko pale ambapo anaona ni sahihi kwake. Kitu ambacho kama ilikuwa ni matusi katika mitandao ya kijamii kupitia msikiti huu, kama ilikuwa ni maneno kwa watu waliotoa mawazo yao nje kupitia msikiti huu, kama ilikuwa ni mawazo hafifu ama mawazo finyu kwa sisi ambao tulipresent mada mwanzo, yote tunarudisha pale pale. Kullu bina adam hatauna wa khairu hatauna tawabina.
kila binadamu ana mapungufu yake, na kila mtu anayejua mapungufu yake ni yule ambaye anajua kweli niliteleza hapa, na kama niliteleza hapa nitubu. Na ndio maana tukaletewa mwezi huu wa toba. Miezi 11 yote tunafanya vurugu zetu lakini Allah ikifika huu mwezi wa Ramadhani anatupa priority, 1 kwa 10, sunna kwa faradhi. Maksudi kwamba alijua wanadamu sisi ni wakoseaji, wanadamu sisi yani katika moyo wa binadamu kuna ile kitu inaitwa insan. Ukimtathmini insi, yani mtu, mwanadamu, insan, hakuna kitu ambacho utakachokuta nacho isipokuwa ni mapungufu, madhaifu, mapotefu. Insan ni kiumbe ambacho kina mapungufu, kina madhaifu. Kwa hivyo, kwa kuwa na sisi ni wanadamu, mapungufu yetu baada ya kukaa pamoja na wenzetu, wallahi tumeyaona, na baada ya kuyaona tukaelekezwa njia ipi iliyo sahihi ambayo itatuweka pahala pazuri zaidi, ambapo ilibidi leo hii turudi tena kwenu Waislamu ili kuweza kukupeni wapi tulikuwa na wapi tulipo hivi sasa na wapi tunakokwenda baadaye. Ndugu zangu, kama nilivyosema mwanzo, mimi ndo nilikuwa mtu wa mwanzo kupresent, kuzungumzia, na nilizungumzia kwa hisia. Nilizungumzia kwa hisia kama Muislam for myself. Sikuwa nawakilisha taasisi wala jamii. Nilizungumza hilo na nikalalamika yale ambayo tayari niliyoyalalamikia, si kwa lengo lolote lile, kwa lengo lile kwamba utakapoona uovu basi zuia kwa mkono wako. Huwezi kuzuia, sema. Huwezi kusema, chukia, ambayo ni imani dhaifu. Kwa Muislamu yote ambaye tayari atasikia without any maelezo, msikiti umevunjwa, hata lipokea vyema. Kwa mtu yote ambaye ni mtu wa haki za binadamu, atakaposikia nyumba ya ibada ikiwa msikiti ama kanisa, lazima kuweko na sababu za kulifanya hilo. Zinapokuwa hazikueleweka, ndipo huleta kila mtu na fikra zake, kila mtu na mawazo yake. Wengi wetu tulituhumu taasisi fulani, na kama wanadamu ilibidi tufanye hivyo. Lakini tu kama nilivyosema mwanzo, kutokana na kwamba wengi ambao wanalihusu hili jambo ni watu wenye kujielewa, ni Waislamu, kila mtu alipoona limemgusa alitulia na akaona afanye kazi vipi ili pale palipochanika pasije pakaendelea, ili ule ukuta uliotokezea usije ukatoke, ule ufa uliotokezea kwenye ukuta isije katokezea ukuta mzima ukaanguka. Kwa sababu gani? Walaqad dhara'ana li jahannam kathira min aljin wal insi lahum qulub la yafqahuna biha. Sisi tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, majini na wanadamu, tuko tofauti na viumbe vingine. Tumeumbwaje? Tuna sifa 3 ambazo mwanadamu kiumbe kingine hana. Sifa hizo utakapoweza kuzifanyia kazi vizuri, hata kuwe kuna ugomvi wa aina gani, basi utaweza kufanyia solved. Na ndio maana kuna mwana falsafa mmoja alivyokuwa akimzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alisema kwamba iwapo leo katika ulimwengu huu wa leo wa mifarakano, wa migongano, wa vita, kama atakuja mtume wa Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haya matatizo yote yaliyokuweko duniani basi atayatatua katika ule muda wa kunywa kahawa, finjani minal kahawa, kunywa kahawa katika kile kikombe unachokiona ni kidogo. Ule wakati wa kufyoroza, Mtume Muhammad keshayamaliza yote. Tumswalie Mtume. Kwa sababu gani? Kwa sababu alipita njia sahihi ambazo zilikuwa zinatakiwa zipite. Kwa vile pamoja na kwamba yeye hayupo leo, lakini al-ulama warasatu anbiya, swala letu hili lilivyozuka hapa moja kwa moja likenda kwa mufti. Tumeelewana sijui? Halikuundiwa tume ya uchunguzi, halikuundiwa kamati, mheshimiwa kiongozi wa nchi yetu akalipeleka huko na tukaitwa huko. Tulivyofika, wale waliotuita pale ni nani? Maulama. Tumeelewana ambao tayari wameaminika katika nchi hii kutoa fatwa yoyote ile ambayo inahusiana na dini yetu. Sasa wewe kukubali, kuikataa shauri yako mwenyewe, lakini tayari wameshakubalika.
na tayari wanafanya kazi na sisi wananchi tunawakubali. Basi tulivyoitwa huko yakazungumzwa ambayo tutakuja kuona hapa kwa shahidi. Mimi napita tu, lakini tulipita vipi? Shahidi yeye ndiye atakayekuja kutembea kidogo. Tulionyeshwa tulimokosea, tulikubali. Na kupitia muhadhara huu hapa ni thubutu kusema kwamba ni kweli kabisa tuliteleza. Na kuteleza kwenyewe ni kupi? Nisikilizeni vizuri. Wakati tayari tunaeleza hapa zile njia ambazo zilikuja zikatufanya mpaka leo tuko na huu msikiti. Tulipita katika hatua ambazo tuliandika barua tukipeleka huko, lakini kabla ya kujibiwa sisi tukaja tukaweka maturubali hapa. Nalikumbuka hilo. Wakati bado hatujapewa through. Tukaweka maturubali tukiamini kwamba kile tunachokifanya ni sahihi. Kumbe vile nikosa. Ilikuwa tusubiri tuambiwe, haya fanyeni hivi, lakini hatukufanya hivyo. Lakini kutokana kwamba mamlaka zetu zinaheshimu utaratibu uliokuwepo, wala haukutuchukulia hatua zozote kipindi hicho mpaka kufika leo hii wanaona kwamba msikiti tumeujenga. Na kwa kuwa hivi tunavyojenga na hatuna maelezo ambayo tunapeleka huko kwamba jamani huu msikiti ni wa muda, huu msikiti tutaubomoa tutakapopata mwingine, wao wakaona moja kwa moja sisi tunajenga msikiti wa kudumu. Tumeelewana? Pamoja na mapungufu ambayo tulikuja tukazungumza kwamba hamkutuita na nini, lakini ilibidi tumike hekima. Na serikali na hekima nyingi, ilibidi imtume mtu ambaye anahusika na mamlaka ya hapa kuja kubomoa baadhi ya maeneo ya msikiti. Kitu ambacho alitekeleza wajibu wake. Maana yeye kaekwa, na kama kaekwa hafanyi kazi kwa vile ambavyo anahisi yeye ni sawa. Atafanya kazi kwa vile ambavyo anavyoelekezwa. Sasa wale ambao katika mioyo yao, katika dhana zao ambazo zimewajaa kwamba suala hili limefanywa na fulani kwa utashi wake, naomba zifutwe hizo dhana. Tumeelewana? Hizo dhana Waislamu tuzifute. Na zilifanywa baada tu ya kuonekana kwamba uendelezaji wa ujenzi unaendelea kwa njia ambazo sizo ambazo tumeelekezwa. Lakini baada ya kusha kuelekezwa na sisi tukawaelekeza kwamba ni kweli kabisa msikiti tunaojenga ni wa muda. Lakini kwa kuwa hatuna pahala ambapo tulipokuwa tumeonyeshwa huo muda ambao tuliojenga hatujui utakuwa ni muda gani hapo tutakapokuja kupata mwingine, ndio maana tunaona tunatia matofali, lakini bado tunaamini iko siku tutaonyeshwa msikiti kwa mujibu wa barua yetu. Kitu ambacho barua ambayo tuliipeleka inaeleza hasa tunataka msikiti utakaoingia watu 2500. Huu hauingii. Kwa maana hiyo kama tayari lilivyoeleweka hilo kwa wenzetu, wakatuambia mbona msikiti wenu tayari upo huo 2500 na baadhi ya instrumenti ambazo mnazitaka humo zipo, lakini kwa kuwa tayari hakukuwepo maelezo husika kwenu, ndio kawa hatujapata kukwambieni. Kwa hivyo katika wiki hizi hapa kadhaa ambazo tayari tuliona ukimya pamoja na hofu ambayo imetanda hapa, leo tunakuja kukutoeni hofu. Wakati hapa tunajitayarisha kufanya muhadhara, imamu namuuliza, Sheikh hili bati ulioni kama linakera? Basi kila siku hamjalishughulikia. Akaniambia tunaogopa. Tunaogopa tumeambiwa atakayegusa chochote basi atakiona cha moto. Yawezekana lugha kama hizi hakuna. Yawezekana lugha kama hizi hazijasemwa, lakini sisi wenyewe tu tukawa tunatishana, tunaambizana yaliyokuweko, tunaambizana yasiyokuweko. Lakini hakujatoka lugha ya kitisho kwamba yoyote atakayekuja kusali humu, ama atakayekuja kusafisha humu, ama atakayekuja kufanya lolote, basi hatua kali zitachukuliwa. Isipokuwa ni rumors tu ambazo watu sisi wenyewe tunazitengeneza. Kwa hivyo kupitia muhadhara huu leo hii tunataka kuambizana, ndugu zangu, kwa niaba ya waumini wa msikiti huu wa kwa Nyanya. Sisemi kwamba kwa niaba ya wafanyabiashara. Mimi sikukaa hapa kwa niaba ya wafanyabiashara wote. Maana yake kwa wafanyabiashara kuna wengine sio Waislamu huko hawahusu haya hapa. Wasubiri wajenge kanisa pembeni litawahusu. Lakini kwa niaba ya waumini wa msikiti huu na yale yote ambayo yametokezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tunaomba radhi
kuanzia taasisi mpaka serikali kuu, kwa pale ambapo tulipoteleza, ikiwa kwa mtu mmoja mmoja ama kwa taasisi ama kwa jamii iliyotuzunguka. Kwa yale yote tuliyoyafanya hapa, tuliyafanya si kwa chingine isipokuwa ni hisia zetu kama Waislamu, na tukiamini kwamba kama msikiti huu ukiondoka, tutakuwa hatuna sehemu nyingine ya kufanyia ibada. Kwa hivyo baada ya kusha kueleweka hilo, tayari tumekwenda tulikokwenda. Mwalimu Idi atakuja kusema hapa, lakini mimi tu kubwa cha kusema nilichokipanga ama nilichoambiwa niseme hapa, tuombe radhi kama kutakuwa kuna mtu limemkwaza, ikiwa binafsi yeye mwenyewe kama yeye, ikiwa taasisi ya serikali, ikiwa kiongozi yoyote yule. Tunaomba radhi kwa niaba wa waumini wa msikiti huu kwamba hili swala tumelipokea kama ambavyo mlivyotuletea, atakavyokuja kueleza Sheikh Idi hapa, na vyovyote vile ambavyo vitakavyokuwa viko tofauti, tutakuwa tuko pamoja kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha kwamba tunakaa hapa kwa maelezo yao kwamba tutakuweko hapa hata tuondosha mtu, na tutakuweko hapa mpaka pale muda utakaokuwa muafaka wa kuhama hapa kwenda kuhamia msikiti mwingine. Sitangazi rasmi kama tushakabidhiwa, isipokuwa msikiti upo na tumeshaonyeshwa bado kukabidhiwa. Hatujajua katika ujenzi huo kama wataendelea wao ama watatukabidhi sisi wenyewe kushughulika nao. Kama wakitukabidhi sisi wenyewe, hilo tunalo uwezo nalo. Kama wakishughulika nalo, pia vile vile tutakuwa tuko katika ridhaa ya watu wote. Kwa hivyo baada ya hayo machache, nimkaribishe Mwalimu Idi ambaye ndiye mkuu ama mwenyekiti wa safari zote ambazo humo tulimokwenda. Yeye ndo alikuwa responsibility wa haya masuala yetu hapa inshallah. Karibu Mwalimu Idi. Tumemaliza kwa usalama, halina tatizo, na wananchi wa shehia hii hapa, nikiwa kama katibu ni mwenyekiti wa jambo hili hapa la msikiti huu hapa wa Bububu kwa Nyanya, kwamba tumemaliza matatizo haya. Yamekuja kwetu sisi wenyewe na uongozi, tumemaliza kila kitu, na msikiti huu haukuwa kama vile ulivyoambiwa mwanzo, msikiti wa Rais Mwinyi wavunjwa Bububu kwa Nyanya. Huu ni msikiti wetu sisi wenyewe wananchi wa hapa Bububu kwa Nyanya, na tayari tumekaa na watu wote, tumemalizana tatizo hili. Kubwa tu tunaloliomba, tuendeleze dini yetu ya Kiislamu na kuhurumiana na kusaidiana kwa wema, na ili kila mmoja apate khairi hizi, kwa sababu hizi ni khairi hizi na ndo Allah alivyokuwa anapenda. Mnapofanya jambo mmalize nyewe. Kwa hiyo tumemaliza. Naiambia serikali, nawaambia ofisi ya mufti, naambia ofisi ya mkuu wa wilaya, nawaambia wananchi wote wa Bububu kwa Nyanya, tatizo hili limemalizika. Atakayekuja anakuja kuchokoza. Tumesort out our problems. Tumelimaliza tatizo letu wenyewe na tumekubali. Hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.